Habari gani Mwanakio TV, kama ni mara yako ya kwanza, tafadhali subscribe na turn on notification. Karibu katika ulimwengu wa siasa. Jina langu ni Mwanakio TV. Askofu Mwanamapinduzi huyu alikuwa ni askofu wa kanisa la Ufufuo na Uzima, lakini mtu wa karibu kabisa na Askofu Gwajima. Askofu Mwanamapinduzi hayupo nchini Tanzania, amekimbilia ughaibuni baada ya mpishano wa masuala ya kisiasa. Na nukuu chapisho la Askofu Mwanamapinduzi katika mtandao wa Twitter pamoja na mtandao wa Facebook, na nukuu chapisho hilo kuhusu maoni yake kuhusu hali ya taifa na utawala wa mustakabali wa wananchi. Na nukuu chapisho la Mwanamapinduzi, na nukuu: tafakari ya Askofu Mwanamapinduzi kuhusu hali ya taifa, utawala na mustakabali wa wananchi. Mimi kama raia wa taifa hili na kiongozi wa kidini ninahisi wajibu mzito wa kimaadili, kijamii na kiroho kutafakari hadharani juu ya hali ya taifa letu pale ninapoona misingi ya haki, utawala bora na demokrasia ikisofika. Kunyamaza kimya katikati ya nyakati kama hizi si hekima, mara nyingi huwa ni kukwepa dhamira ya kushiriki katika kosa la kuchukua msimamo. Kwa muda sasa, taifa letu linaonyesha dalili za wazi za kupoteza mwelekeo wa msingi. Kuna mporomoko wa polepole lakini hatari katika uhusiano kati ya watawala na wananchi. Ridhaa ya wananchi, ambayo ndiyo chanzo halali cha mamlaka katika jamii ya kidemokrasia, inayoonekana kudhoofika. Sauti za raia hazisikilizwi ipasavyo, badala yake zinatazamwa kwa mashaka. Hali hii inazalisha hofu, kinyongo na kukata tamaa miongoni mwa wananchi. Kama kiongozi wa kiroho, na tafakari kwa uzito mkubwa matumizi ya vyombo vya dola. Taasisi za usalama zimeanzishwa kikatiba kwa lengo la kulinda raia na mali zao. Hata hivyo, mwenendo unaoashiria matumizi ya mamlaka kudhibiti maoni na mikusanyiko ya watu badala ya kulinda haki zao unaacha maswali mazito ya kimaadili. Kukamatwa hovyo, matumizi ya nguvu kupita kiasi na mazingira ya vitisho kudhoofisha utawala wa sheria na kuondoa imani kwa wananchi kwa taasisi zao wenyewe. Aidha, tafakari yangu inaeleza pia katika wazi wa uwajibikaji wa usimamizi wa rasilimali za taifa, kuhusu hisia nyingi miongoni mwa wananchi kwamba rasilimali za umma haziwanufaishi walio wengi bali wachache. Mikataba ya kiuchumi inapofanywa bila uwazi wa kutosha kwa umma huacha majeraha ya kutoaminiana na mashaka yanayohatarisha msimamo wa taifa. Deni la taifa nalo linahitaji tafakari ya kina. Kukopa si kosa, bali kunapofanyika kwa uwazi na kwa manufaa ya pamoja, lakini kukopa bila uwajibikaji ni sawa na kuwabebesha vizazi vijavyo mzigo ambao havikushirikishwa kubeba. Wananchi wana haki ya kimaadili na kikatiba kujua mkopo unaochukuliwa kwa masharti gani na unatumika kwa maslahi ya nani. Katika uwanja wa siasa, nafasi ya ushiriki wa wananchi imeendelea kupungua. Demokrasia haiishi kwa jina bali kwa vitendo. Ushindani wa haki, maoni mbadala na uhuru wa kisiasa ni nguzo zake kuu. Pale ambapo sauti tofauti zinabanwa na mikutano ya kisiasa inazuiliwa, demokrasia hupoteza roho yake na chaguzi hupoteza uhalali wa kudumu. Tafakari yangu inaumiza zaidi ninapowatazama vijana wa taifa hili ukosefu wa ajira, kukosa kwa fursa za kiuchumi na mfumo wa elimu usioendana na uhalisia wa soko la ajira vinaendelea kuzama matumaini ya kizazi kikubwa zaidi cha taifa. Taifa lisilowekeza kwa vijana wake linatengeneza hatari ya migogoro ya kijamii na kiuchumi katika siku zijazo. Haki za msingi wa raia, ikiwemo uhuru wa kujieleza, kuabudu, kupata taarifa na kushiriki katika mijadala ya umma, si fadhila za mamlaka bali ni haki ya kikatiba. Jamii isiyo na mjadala huru
hukosa uwezo wa kujitathmini, kujisahisha na kujijenga upya. Vyombo vya habari na asasi za kiraia ambazo ni sauti ya dhamira ya jamii vinaonekana kufanya kazi katika mazingira ya hofu na udhibiti. Bila uhuru wa habari na kazi salama za kiraia, ukweli hufichwa na uwajibikaji kudhoofika. Wakati huo huo, wananchi wengi wanaendelea kukabiliwa na changamoto za huduma za kiafya, elimu, maji na nishati. Tofauti kubwa kati ya hali ya maisha ya wananchi wa kawaida na anasa zinazoshuhudiwa na baadhi ya wenye mamlaka huzidisha hasira za ukosefu wa haki na usawa. Tafakari yangu kubwa zaidi inahusu udhibiti wa taifa juu ya rasilimali zake za msingi. Ardhi, mali za umma na rasilimali asili ni urithi wa pamoja wa wananchi wote. Maamuzi yanayohusu rasilimali hizo yanapaswa kufanyiwa kwa wazi, kwa ridhaa ya wananchi na kwa kuzingatia maslahi ya kizazi cha sasa na kijacho. Taarifa isipodhibitiwa rasilimali zake, uhuru wake wa kweli huanza kupotea polepole. Inaendelea pati 2. Hiyo ilikuwa ni pati 1, ambapo Askofu Mwanamapinduzi ameandika katika mtandao wa Twitter kuhusu hali ya taifa, utawala na mustakabali wa wananchi. Una maoni gani kwa haya maoni machache ambayo Askofu Mwanamapinduzi ameandika katika mtandao wa Twitter? Tafadhali shusha maoni yako katika sehemu ya comment section. Jina langu Dioke TV. Tutaonana katika masuala ya kisiasa. Bye bye.